Ni kilio katika kijiji cha Rangenyo, kaunti ya Nyamira, Nyamaiya, mpenzi mtazamaji, baada ya wapendwa waliokuwa wanatoka katika harusi ya mpendo wao kutoka upande wa Kakamega kukumbana na mauti katika barabara ya Jabera. Mpenzi mtazamaji, inakera na kuudhi zaidi wakati ambapo unapata kwamba wapendwa wenye na ambao waliotoka Rangenyo wakiwa na furaha hawakurudi nyumbani. Mpenzi mtazamaji, wengi wameachwa vinywa wazi, wengi wameachwa mayatima, na hata wengine wameshindwa ya kufanya wala ya kuongea. Mpenzi mtazamaji, tuko katika eneo la Nyamira mahali penye ambapo ajali iliweza kufanyika na ikaweza kuua watu zaidi ya 10 katika eneo hilo la Nyamira. Kumbuka kwamba basi ni safari yenye ambayo imeanza leo. Kumbuka kwamba basi ni tarehe 23. Msafara umeanza kutoka Nyamira, makavani ya Nyamira, tukielekea moja kwa moja mpaka uwanja wa Rangenyo mahali penye ambapo wote wanaenda kufanyiwa ibada, na baada ya hapo basi watapelekwa moja kwa moja hadi kila mtu mahali pake. Jinsi ambavyo unaviona basi hapa, vivyo hivyo ndivyo mili ya watu iko mingi tena zaidi, zimeanza kutoka moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, bila shaka basi safari ling'wananga moja kwa moja kutoka makavani ya Nyamira kuelekea katika uwanja wa Rangenyo, mahali penye ambapo huenda ibada ikafanywa, na baada ya ibada basi kila mmoja atalazwa katika kaburi yake. Mpenzi mtazamaji, ni kitu cha kushangaza tena zaidi, kitu chenye ambacho kimefanya watu wa Rangenyo, watu wa Nyamira na hata watu wa Kenya kushangaa zaidi na kujiuliza maswali yenye na ambayo hadi hivi sasa hawajapata majibu yake, kwa vile ni kitu chenye na ambacho kimeweza kufanyika na kushtua watu wengi tena zaidi. Watu wengi wameachwa mayatima, wengine wamekuwa wakitegemea familia zao zenye ambazo zimewaacha wapendwa wao wenye ambao wamekuwa wakiwapenda wa karibu na wao, wenye na ambao wamekuwa hata wakiwatia moyo, wakiwasomea Biblia na hata wengine kuwaambia kwamba watakuwa watu wa baraka zaidi. Jinsi ambavyo naviona hapo basi, mpenzi mtazamaji, watu walijitolea kwa wingi tena zaidi, marafiki, majirani na hata wanafamilia. Mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unavyoona hapo basi, siku hiyo kuliweza kuwa watu wenye na ambao waliotaka kujua ni sababu gani iliyofanya watu hao wote wakaweza kuangamia siku moja. Wengine hata hawakuweza kufika hospitalini. Ilikuwa kifo chenye na ambacho kimekuwa chenye na ambacho kinafaa kupiwa mfano, kwa vile katika eneo hilo la Rangenyo hakujawahi onekana kifo kama hicho. Ni kifo chenye na ambacho kiliweza kushtua viongozi, wanasiasa, rais mwenyewe Ruto, ambapo aliweza kutuma pesa yake milioni 1 ili kuhakikisha kwamba familia hizo zimeweza kuzika wapendo wao vizuri tena zaidi, bila kuhangaika, bila kukosa chochote, ama bila hata kusumbuliwa na makavani yoyote yale. Mpenzi mtazamaji, hapo tuko katika eneo la Nyamira, tukielekea moja kwa moja hadi upande wa Rangenyo. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba basi ibada itafanyika katika uwanja wa shule ya msingi ya Rangenyo. Jinsi ambavyo unaviona hapo basi, mpenzi mtazamaji, ni watu waliojitolea wakatoka maeneo mbalimbali, kwa mfano kutoka upande wa Mombasa, upande wa Kisumu, upande wa Kilifi, Makueni, Nairobi, Machakos,
Kirinyaga, Kendu Bay, kutoka upande wa Uasin Gishu, upande wa Londian, Nakuru, ili kuhakikisha kwamba wameweza kushuhudia watu hao kuzikwa bila tatizo lolote lile. Mpenzi mtazamaji, hapo basi tulikuwa tumeshatoka katika upande wa Egesieri, tunaelekea moja kwa moja katika upande wa Maguti. Baada ya katika upande wa Maguti, tutaelekea moja kwa moja mpaka Rankenyo. Mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unavyoona hapo, basi ni watu waliokasirika zaidi, walioshindwa wafanye nini wala watende nini. Jinsi ambavyo unavyoona basi hapo, hata serikali yenyewe, serikali kuu na hata ile ya kaunti ya Nyamira iliweza kujitolea, ikaweza kusema kwamba lazima wapendwa hao wazikwe bila tatizo lolote lile. Mpenzi mtazamaji, wengi waliweza kuacha kazi zao, wakaacha shughuli zao, wakaja kushuhudia maziko hayo yenye na ambayo yanayoendelea katika eneo la Rangenyo. Mpenzi mtazamaji, ni kilio, ni kilio, ni kilio kwa familia, kwa watu wa Rankenyo, kaunti ya Nyamira. Chifu wa eneo hilo pia yeye hakupaki nyuma, alionekana wa kusaidia, alionekana wa kusimama na familia hizo, kwa vile alikuwa miongoni mwa wale wenye na ambao waliofika wa kwanza katika tukio na wakahakikisha kwamba kila kitu kimeenda maridadi tena zaidi. Mpenzi mtazamaji, ni uchungu zaidi jinsi unavyoona watu hapo wameshangaa zaidi, wameshindwa wafanye nini wala watende nini, wameshindwa wamuulize Mungu maswali aina gani. Lakini kazi ya Mungu haina makosa, chenye mwanzo kina mwisho. Mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unavyoona hapo, basi ndipo watu wanaanza kuingia katika uwanja wa Rangenyo, mahali penye na ambapo huenda ibada ikafanyika na viongozi kutoka maeneo mbalimbali watakuwa katika eneo hilo. Gavana wa Nyamira Nyaribo atakuwa katika eneo hilo. Arati ambaye ni gavana wa Kisii atakuwa katika eneo hilo. Anayejulikana kama vile nani yule, anayejulikana kama vile Maraga vilevile atakuwa katika eneo hilo. Magavana wote wenye na ambao waliokuwa katika eneo hilo waliweza kutambuliwa, hata wabunge wenye na ambao waliokuwa katika eneo hilo na wale waliokuwa hapo mbeleni walikuwa katika eneo hilo, wakihakikisha kwamba watu wa Rangenyo wameweza kuzika wapenda wao vizuri zaidi. Mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unavyoona hapo, serikali iliweza kuhakikisha kwamba kila kitu kitaenda maridadi tena zaidi. Hakutakuwa na uharibifu wowote, hakutakuwa na uchokozi wowote, hakutakuwa na chenye na ambacho huenda kitaenda vibaya, kwa vile serikali iliamua kusimamia kila kitu kuanzia mwanzo hadi mwisho, na hata viongozi waliohudhuria mazishi hayo waliweza kutangaza wazi bayana kwamba watasimama na familia ya watoto wenye na ambao huenda waliweza kuachwa na wapendwa wao siku hiyo wakiwa wanazikwa. Wengine watawasaidia katika karo ya shule, wengine wakasema kwamba watawasaidia katika chakula na hata kwa mavazi ama kwa changamoto yote ile yenye na ambayo huenda watakumbana nayo. Mpenzi mtazamaji, siku hiyo kwa kweli ilionekana kuwa siku mrefu tena zaidi kwa familia mingi tena zaidi katika eneo hilo. Mpenzi mtazamaji, ilishindikana ni nini chenye na ambacho kiliweza kuwa wapendwa wao. Kuna watoto wenye na ambao waliobaki
jiuliza maswali kadha wa kadha, lakini ni kweli kabisa kuwa maji yakimwagika hayazoleki, na huenda basi yakizoleka hayatakuwa na manufaa yoyote yale, mpenzi mtazamaji. Jinsi unavyoona hapo basi, mpenzi mtazamaji, Wanarangenyo wana furaha kwa vile wameweza kupoteza watu wengi tena zaidi, maana na watu wenye ambao wamekuwa wakaribu zaidi kwa jamii zao, wenye na ambao wamekuwa mstari wa mbele kutetea ama kusaidia kijiji cha Rangenyo, kaunti ya Nyamira. Mpenzi mtazamaji, tunaziombea roho zao zipumzike mahali pema peponi. Mungu awapokee kwa vile walikuwa katika harakati ya kutoka kufurahia na mpendo wao katika upande wa Kakamega, lakini cha ajabu ni kwamba walipofika katika eneo hilo la Chabera, safari yao iliweza kufika mwisho bila wao kutaka, bila wao kuhitaji. Jinsi ambavyo unaviona hapo basi, mpenzi mtazamaji, hizo ni baadhi ya jeneza za watu wa Rangenyo ambao walioletwa katika uwanja huo. Watu walijitokeza wengi tena zaidi kutoka maeneo mbalimbali, watu wenye na ambao waliokuwa hawana furaha, wanashindwa ya kufanya wala la kutenda. Mpenzi mtazamaji, hao watu wote waweza kufika mapema tena zaidi. na inje Yesu ni moboki aseli tukolile lio mweli chapo kuwa wenzetu wametuacha ghafla, lakini tunaamini kwamba vile wanavyomtegemea Mungu na kumtumainia, siku ile atakaporudi atakuja kuwafufua, atakuja kuwachukua wale wote ambao ni waaminifu. Wana tuko lakini siku hiyo Yesu atakaporudi, hao wenzetu ambao wametufanya tukuje hapa leo tukuje kuongelesha na familia na wenzao, siku hiyo Yesu atakaporudi tunakuhakikishia kwamba atakapokuja atawafufua, watakuwa na uzima wa milele na wataenda kuishi pamoja naye milele na milele yote. Kwa sababu wetu asimamini kwa yale mkuu watuka iko nama siku zetu ni jaje mno, tegemeo lako ni lipi? Wala semelikuwa nguruki nikiaela haujui hata nitakapotoka hapa ni kitu gani kitakachofanyika kutoka kwa mkutano, ni mimi nitaela ama ni wewe? Kwa sababu hatujui maisha, tumefichwa kujua kwamba siku yako itaisha lini, lakini tumaini letu ni kwamba Yesu amekuja kutufia. Yesu alitumwa na Baba yake kutimiza mapenzi yake, kwamba wale wote watakaomwamini siku ile atakapokuja kutuchukua atawafufua na tutaenda kuishi naye milele, na atatupatia uzima wa milele. Mauti hatutayaona, kifo hakitakuwepo, majonzi hayatakuwepo, hakutakuwepo na kuachana. Tutakuwa tunaishi na wenzetu wote milele na milele yote. Wapendwa wenzetu ambao wametuacha, tuliokuwa tunashiriki nao pamoja, tuliokuwa tunacheka nao, tuliokuwa tunafanya nao mambo mengi,
Leo hii hatuko pamoja nao. Kwaya yetu walikuwa wanaimba nao vizuri na wenzetu ambao hawapo leo, lakini siku ile tutakuja kuonana pamoja nao tutakapokuwa tunamwamini Mungu na Yesu aliyetuma kutimiza mapenzi ya Baba yake. Hakika wewe pamoja na mimi siku ile tutafufuliwa tuende kuishi pamoja naye. Wangapi pamoja nami wanasema kwamba na mimi siku ile Yesu atakapokuja kutimiza mapenzi ya Baba yake na mimi ni miongoni Bila shaka basi, mpenzi mtazamaji, unayemuona hapo basi ni gavana wa Nyamira anayejulikana kama vile Amos Nyaribo. Amos Nyaribo amejaribu kupigania kiti chake cha ugavana katika kaunti ya Nyamira kwa vile mara zaidi ya 2 wamejaribu kumuondoa katika mamlakani, lakini amejaribu akaweza kufaulu. Mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unavyoona hapo basi, anaelekea moja kwa moja hadi kwa familia na kuwafariji, kuwapa moyo na hata kuambia kwamba wako pamoja kwa njia yote ile, kwa vile Nyaribo ameonekana akisimama na familia hizo, ameonekana akiwasaidia. Aliweza kutoa milioni 1 ili kuhakikisha kwamba mazishi ya wapendwa hao yameweza kufanyika bila tatizo lolote. Mpenzi mtazamaji, huyu ndiye gavana wa sasa wa Nyamira anayejulikana kama vile Amos Nyaribo. Baada ya John Nyagarama tukapata Nyaribo. Nyaribo ndio huyo, mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unavyomuona ni jamaa amekula kashiba, ni jamaa mwenye na ambaye ameonekana kusaidia watu maridadi na zaidi. Vile basi Maraga aliweza kufika katika eneo hilo, akaanza kuingia na kusalimia familia moja baada ya nyingine katika eneo hilo. Mpenzi mtazamaji, kumbuke kwamba basi Maraga anataka kuwania kiti cha urais katika taifa la Kenya mnamo mwaka 2027. Mpenzi mtazamaji, vile ukumbuke kwamba ngome hii ya Nyamira Matiang'i ameweza kukita mizizi. Wengi wanasema kwamba Matiang'i tosha, vile wengine wanasema kwamba Maraga tosha. Sasa kinyang'anyiro hicho cha urais mwaka 2027 huenda kikawa kikali tena zaidi, kwa vile Ruto mwenyewe amesema kwamba yuko debeni. Vile akina Matiang'i, akina Kalonzo, akina Natembeya wako debeni. Mpenzi mtazamaji, ni siasa zenye na ambazo za kuwa kali tena zaidi katika taifa la Kenya. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji wa Afanic TV, mahali popote utakapokuwa, ningeomba ukaweze kujiweka, ukaweze kukaa vizuri tena zaidi wakati huo wa uchaguzi wa mwaka 2027. Kumaliza hafla ya kuzika wale wote na ambao waliopata ajali katika eneo la Rangenyo, katika kuzikwa katika eneo la Rangenyo kule Chabera. Basi mpenzi mtazamaji, tuliweza kutamatisha maria tena zaidi jinsi ambavyo unavyoona. Basi viongozi walikuwa katika maeneo mbalimbali, kulikuwa na kina Simbarati, kulikuwa kina Nyamusi Nyaribo na wengi tena zaidi katika eneo hilo. Bila shaka basi kutoka hapa eneo la Rangenyo, Mungu azidi kuwa nanyi. Jina langu ni Enoch Ati.